Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa New Agape TV. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Kipindi kizuri, kipindi ambacho tutajifunza mengi kupitia somo letu la leo. Natumaini pia mtazamaji wangu mzima wa afya. Tunamshukuru Mungu, ni siku nyingine njema iliyopata kibali mbele za Mungu. Ninaamini pia wewe mzima wa afya, na mimi namshukuru Mungu ni mzima wa afya. Na leo tutaenda kujifunza njia rahisi zitakazokusaidia mtazamaji wangu kufunua Biblia katika Agano la Kale. Unapokuwa nyumbani, unapokuwa kanisani, mahali popote pale ambapo neema ya Mungu itakushukia, utatamani kusoma neno la Mungu. Kuna njia rahisi itakayokusaidia kufunua vitabu bila kubabaika, bila kuwa na woga wote, na bila kushindwa kitu chochote, na bila kuhofu kwamba kitabu hiki kinapatikana wapi au kinapatikana sehemu gani. Fuatana na mimi mwanzo hadi mwisho ili uweze kujua njia hiyo rahisi kabisa itakusaidia mahali popote unapotamani kusoma neno la Mungu. Uko na mimi Esther Musa, fuatana na mimi mwanzo hadi mwisho ili uweze kujua njia hizo. Katika Agano la Kale tuna mgawanyiko wa aina 5 katika vitabu vyetu. Vitabu vya Agano la Kale viko 39, lakini hivyo vitabu 39 vimegawanyika katika migawanyiko mitano. Nitakufundisha mgawanyiko wa kwanza mpaka wa 5. Mgawanyiko wa kwanza, kuna vitabu vya Torati. Vitabu vya Torati viko 5 ambavyo mwandishi wetu ni Musa. Navyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati na Kumbukumbu la Torati. Tutaishia hapo. Lakini vitabu hivi vilikuwa vinazungumzia kwa habari ya uumbaji wa Mungu. Mwanzo kabisa Mungu alivyofanya kila kitu kwenye hii dunia mpaka ukafikia kumuumba mwanadamu ambaye ni mimi na wewe mtazamaji wangu. Lakini pia vitabu hivi vilikuwa vinazungumzia sheria ambazo mtumishi wa Mungu Musa alipewa na Mungu akiwa mlimani kuomba kwa ajili ya kuwaongoza wana wa Israeli katika safari yao. Lakini mgawanyiko wa aina ya pili ni vitabu vya historia. Vitabu vya historia viko 12. Kwa nini viliitwa vitabu vya historia? Fuatana na mimi. Vitabu vya historia viko 12. Ni Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Nehemia, Ezra, Esther. Hivi vitabu vilikuwa vinazungumzia historia ya wana wa Israeli toka wameanza safari yao, kituo cha kwanza, mpaka ambapo walitembea siku 40 jangwani na Mungu akiwaongoza kwa kila kitu walichokuwa wakifanya, vyakula ambavyo walikula, kila jambo ambalo walikuwa wakilifanya. Vitabu hivi vya historia 12 vinazungumzia historia ya wana wa Israeli. Lakini pia vitabu hivi vinazungumzia kwa habari ya wana wa Israeli walipokuwa wakipigana, wakipambana kwenye vita kwa mataifa mbalimbali, Wafilisti, Washami, maadui zao wote walikuwa wakipambana nao wana wa Israeli katika vita. Vitabu hivi 12 vinazungumzia habari hizo. Kwa hiyo ukitaka kujua kwa habari ya historia ya wana wa Israeli, safari yao walipoanza mpaka walipoishia, mapambano katika vita, soma hivi vitabu 12 vitakusaidia kujua zaidi historia ya wana wa Israeli. Lakini kundi la 3 ni vitabu vya mashairi. Kwa nini tunaita vitabu vya mashairi? Kwa sababu vimeandikwa kwa mfumo wa mashairi. Najua mtazamaji wangu unaelewa kwamba shuleni tumefundishwa mashairi huwa yanaandikwa kwa namna ipi. Kwa hiyo ukivisoma hivi vitabu au nikikutajia na ukifuatilia, utaona ni namna gani vimeandikwa kwa muundo wa mashairi. Kitabu cha kwanza ni Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora. Viko vitabu 5. Kundi letu la 3 ni vitabu vya mashairi na viko 5. Vitabu hivi vilikuwa vinazungumzia maombi na hekima. Soma vitabu hivi 5 utaona namna gani watumishi wa Mungu. Kwa mfano pale kitabu cha Mithali tutaona hekima za Mfalme Sulemani kwa sababu ndio mwandishi inazungumzia pale. Lakini Zaburi tutaona maombi ya mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa akimsihi Mungu pale ambapo alikuwa akienda kinyume na mapenzi ya Mungu, alikuwa akimsihi katika Zaburi. Zaburi ni vitabu hivi vinazungumzia maombi na hekima. Kwa hiyo mtazamaji wangu, ukisoma hivi vitabu vitakufundisha namna gani unapaswa kumuomba Mungu pale utakapoenda kinyume, lakini vitakufundisha vile vile hekima ya kimungu iko pale katika vitabu hivi. Lakini kundi letu la 4 ni vitabu vya manabii wakubwa. Nisikilize kwa umakini sana mtazamaji wangu, utajifunza vitu vingi sana hapa. Vitabu vya manabii wakubwa. Vitabu vya manabii wakubwa viko 5. Kitabu cha kwanza ni Isaya, cha pili ni Yeremia, cha 3 ni Maombolezo, cha 4 Ezekieli, cha 5 ni Danieli. Kwa nini waliitwa manabii wakubwa? Hawa waliitwa manabii wakubwa kwa sababu ndio watumishi wa Mungu ambao Mungu alitumia sauti yake kupitia kwa manabii hawa kufikisha ujumbe katika wana wa Israeli au kwa mataifa au kwa mtu mmoja mmoja au kwa mtu mmoja mmoja
na jambo ambalo alikuwa amelifanya liwe zuri au baya mbele za Mungu. Manabii hao walikuwa wakitumika kufikisha ujumbe, na walikuwa wakitumia sauti, ilikuwa kama sauti ya Mungu kufikisha ujumbe kwa mataifa au kwa mtu mmoja mmoja aliyekusudiwa na Mungu. Kama umetenda jambo jema, Mungu alikuwa anatumia nabii huyu kwa ajili ya kukutia moyo, endelea kukutia moyo ili uweze kukaza mwendo. Lakini kama ulikuwa umefanya jambo kinyume na Mungu, walikuwa wanatumika manabii hawa kwa ajili ya kuja kuzungumza na wewe. Tutaona mfano pale Mfalme Hezekia alivyomkosea Mungu, Mungu akamtuma nabii Isaya, nenda kazungumze na Mfalme Hezekia kwamba huo ugonjwa anaoumwa hatakufa, atapona, na Mungu akamuongezea miaka 15. Hii ni sauti ya Mungu iliyotumika kwa nabii Isaya kwenda kuongea na Mfalme Hezekia, na Mfalme Hezekia aliposikia jambo hili, Mungu akamsaidia akapona. Lakini kundi la 4 tutajifunza kwa habari ya manabii wadogo. Manabii wadogo wako 12, na manabii hawa ni kama wafuatao: ni Hosea, Yoeli, Amos, Yona, Mika, Nahum, Habakuki, Sefania, Zekaria, Malaki. Manabii hawa wadogo walikuwa Mungu alikuwa anawatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa toba. Tutajifunza kwa mtumishi wa Mungu Yona. Alitumwa aende nchi ya Ninawi kwa sababu ni nchi ambayo ilikuwa imejaa maovu, nchi ambayo ilifanya vitu vibaya viovu ambavyo vilimkasirisha Mungu. Mungu akamtumia nabii Yona kwenda kuzungumza na nchi na mji wa Ninawi wabadilike, watubu, wamrudie Mungu ili Mungu aweze kuonekana katika mji ule. Kwa hiyo ni vitabu ambavyo vinazungumzia ujumbe wa toba kwa wanadamu, ujumbe wa toba katika mji wote. Kipindi kile ambacho ulikuwa ikitenda dhambi, Mungu alikuwa anatumia manabii hao kuzungumza ili kufikisha ujumbe katika mji fulani, au alikuwa anatumia kuzungumza kufikisha ujumbe wa toba kwenye mji husika au kwa mtu husika. Hivyo mtazamaji wangu, hizi njia zitakusaidia sana na utajua kufunua Biblia kiurahisi. Lakini pia tutajifunza kwa habari ya nabii Malaki. Malaki, Mungu anazungumza kwamba kanisa limeshindwa kumjengea Mungu. Mungu anazungumza na nabii Malaki kwamba mmeshindwa kunijengea. Mungu anauliza, wanadamu wanauliza pale, tujenge kwa namna ipi? Ni namna ambavyo watu walijisahau kipindi kile. Walikuwa wanatengeneza nyumbani kwao, lakini madhabahu ya Mungu walisahau. Lakini Mungu anazungumza na nabii Malaki kwamba tumesahau kumjengea Mungu madhabahu yake, na tunafanya mambo mazuri, tunafanya vitu vizuri tukiwa majumbani kwetu. Lakini pia nabii Malaki huyu Mungu anazungumza naye kwa habari ya zaka, kwamba leteni zaka kamili ghalani mwangu, likiwemo chakula nyumbani mwa Mungu. Kwa hiyo tulikuwa ni watu ambao walikuwa wakijisahau kama ambavyo tumejisahau sisi siku ya leo, ambapo hatufanyi chochote katika nyumba ya Mungu. Lakini Mungu anatumia manabii wake, anatumia watumishi, anatumia wachungaji kuzungumza na sisi, na ndivyo ambao walikuwa wakitumia manabii hawa wadogo kuzungumza na kanisa, kuzungumza na mataifa, kuzungumza na mtu mmoja mmoja, na kadri ambavyo Mungu anataka kuzungumza na wewe kwa wakati na siku hiyo. Asante sana kwa kunisikiliza mtazamaji wangu. Uko na mimi Esther Musa, fuatana na mimi mwanzo hadi mwisho. Tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la New Agape TV, ili uwe wa kwanza kabisa kupata matukio yetu, ambayo tuna mambo mengi ambayo tunajifunza katika TV yetu. Tunajifunza kwa habari ya neno la Mungu, mambo mengi tunajifunza kwa habari ya vijana, tunajifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo fuatana na sisi ili uweze kujifunza mambo mengi sana kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Bye bye, na Mungu akubariki.